Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliya murshida. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Waislamu na hata wale ambao wasiokuwa Waislamu, tukiwa bado tunaendelea katika darasa zetu mbalimbali za adhkar na dua, na leo biidhnillahi taala tunakwenda katika mada inayosema jinsi ya kuwapatanisha watu waliogombana. Tunakwenda kuangalia namna gani ya kuwapatanisha watu waliogombana kwa kutumia aya tatu hizi. Wallahi lazim, kuna baadhi ya watu leo hawaelewani, pengine mke na mume, kuna ugomvi mkubwa umetokea, kila mmoja na lake. Pengine sehemu ya kazini watu hawaelewani, familia huyu na yule, mdogo na mkubwa hawaelewani. Kifupi kwamba watu ambao wameasimiana na wamegombana ugomvi mkubwa ama ugomvi lakini hawaelewani. Sasa kuna utaratibu unaweza ukautumia kwa ajili ya kwenda kuwapatanisha wale waliogombana. Hata kama ugomvi huu ulikuwa na miaka 30, una miaka 20, una miaka 40, basi una uwezo ukawapatanisha biidhnillahi taala. Kwa hiyo twende kwa haraka haraka tukaangalie namna ya kwenda kuwapatanisha watu hao kwa kutumia utaratibu wa aya ambazo nitazileta hapa muda si mrefu. Cha msingi, kaa na kalamu, kaa na peni ili uweze kuziandika, na baada ya kuziandika basi uende ukazifanyie kazi. Kama itakuwa kuna baadhi ya watu na wafahamu wamegombana, ama wewe mwenyewe katika familia yako kuna watu hawaelewani, wameasimiana kabisa, inafikia tu kuna ugomvi mwingine mpaka watu nakata udugu kabisa, ni hawapatani hata kuonana kabisa, basi unaweza kuwapatanisha tena haraka sana kwa kutumia utaratibu ambao tunakwenda kuelekeza muda si mrefu biidhnillahi taala. Jambo la kwanza, utakwenda kuchukua aya nambari 103, aya nambari 103 iliyomo ndani ya suratu Al-Imran. Alafu ya pili utachukua aya nambari 63 iliyomo ndani ya suratu Al-Anfal. Tukianza na aya nambari 163 inaosema wa'alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an, na kuendelea. Ukienda katika surati Al-Imran utaiona hiyo aya mpaka mwisho. Na aya nambari 63 iliyomo katika surati Al-Anfal inasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu fadhkuru ni'matillahi alaykum idh kuntum a'daa, na kuendelea. Hizi ni aya mbili ambazo ya kwanza ipo katika suratu Al-Imran aya nambari 63, na ya pili ipo katika suratu Al-Anfal aya nambari 63. Si aya ya kwanza nambari 63, kuna neno ambalo tunalohitaji hapa linaitwa alafa, yani kuunganisha. Alafa maana yake kuunganisha. Ili neno alafa katika hii aya ya kwanza, ili neno alafa limejirejea mara moja, na kwenye aya nambari 63 neno alafa limejirejea mara 3. Katika aya nambari ya kwanza neno Allah limejirejea mara moja, na katika aya ya pili surati Al-Anfal neno Allah limejirejea mara 3. Tazama maajabu ya herufi hizi alafa, na katika aya hii kwa ajili ya kupatanisha. Neno alafa lenyewe lina herufi 3, kuna alifu, kuna lam na kuna fei. Neno alafa ambalo tumesema maana yake ni kuunganisha, kuna alifu, kuna lam na kuna fei. Sasa hapa utakwenda kwenye ayatul kursi, ambayo ni aya 3 tutakwenda kuitumia katika kuunganisha watu. Kwenye ayatul kursi neno alifu katika alafa, yani ile alifu imejirejea mara 39. Neno lam katika alafa imejirejea mara 25, na neno fe limejirejea mara 5.
Ukipiga hesabu hapo ndugu yangu katika imani unapata 69. 69. Na aya ya kwanza na aya ya pili, ukipiga hesabu hizo aya ya kwanza ni aya nambari 103 surati Al-Imran, na aya ya pili ni aya nambari 63. Ukipiga hesabu 63 na 103 unapata 166. 166 ukijumlisha na 69 unapata 235. 235. Twende hapo utanielewa, utaona namna gani unaweza ukawapatanisha watu ambao wamegombana. Watu ambao wamegombana unaweza kuwapatanisha biidhnillahi taala. Baada hapo unaangalia katika surat Al-Imran, hiyo aya ya kwanza kabisa katika surat Al-Imran tuliosoma, ambayo inaosema wa alafa baina qulubihim walau anfaqta, na kuendelea. Hiyo aya yenyewe ina maneno 34, na hii ya pili wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ina maneno 21. 21 ukijumlisha na 60 na 34 unapata 55. Unapata 55. Hii 55 ndio maneno yaliyomo katika Ayatul Kursiyu. Ayatul Kursiyu ina maneno 50. Ina maneno 50. Lakini ndani yake kuna majina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala matano. Ukijumlisha unapata 55. Unapata 50 na ngapi? 55. Cha kufanya sasa, hapo ndo nisikilize kwa makini sana. Utachukua hizi aya mbili, kuna mambo mawili, kuna njia mbili utafanya hapa. Aidha utatumia njia ya kuandika kama kombe, ama utatumia njia ya kusomea. Njia zote zinafaa. Kama utatumia njia ya kuandika, basi utaandika hizi aya mbili, aya 103 katika suratu Al-Imran na aya 69 na aya nambari 63 katika suratu Al-Anfal. Hizi aya utaziandika mara 13 kwenye karatasi nyeupe, mara 13. Alafu utaiandika Ayatul Kursi mara 13. Ukimaliza kuiandika mara 13 Ayatul Kursi na ukaiandika hiyo mara 13 hizo aya mbili, kisha baada ya hapo hizo aya mbili utaziandika kama kombe. Kisha ziandika kama kombe, utalikusanya lili katika bakuri ama katika jagi ama katika nini, alafu utasomea aya hizo, utasomea hizo aya mara ngapi? Mara 69. Kisha baada hapo utakuja kuisomea tena Ayatul Kursiyu mara 235. Mara 235. Ukishaisomea mara 235, alafu utasoma dua hii inasema Allahumma alafa baina qulubi. Sasa hapo unakwenda kuwataja majina kwa wale ambao wamegombana. Kama labda waliogombana mmoja Ali, mmoja Saidi, utasema Allahumma alafa qulubi baina Ali wa Saidi kama alafta baina almuhajirin wal ansar. Neno hili utarudia mara 55. Allahumma alafa baina qulubi fulani bin fulan kama alafta baina almuhajirina wal ansar. Dua hii utarudia mara ngapi? Mara 35. Hiyo kwa ajili ya kuandika. Lakini kama unatumia kusoma bila kuandika, basi ile aya ya kwanza, zile aya mbili zile utazisoma mara 13 kwanza. Baada kuzisoma mara 13, utakuja kuisoma Ayatul Kursi mara 13. Ukimaliza hapo utachukua Ayatul Kursi na utachukua aya hizo zote mbili utasoma mara 35. Ukimaliza kusoma mara 35, ndio utakuja kusoma dua hii Allahumma alafa baina qulubi fulani wa fulani. Yani unaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaunganishe fulani na fulani kama alivyowaunganisha muhajirina wala ansari.
Allahumma alif baina qulubi fulani bin fulan kama alafta baina almuhajirina wal ansar. Hii dua utairejea mara 7. Kwa hiyo utawataja majina wale ambao wewe unataka waunganishwe ama wale ambao unataka wewe wapatane. Na kama ukitumia kwa njia ya kuandika, basi baada ya kuandika lile kombe kuna mawili, aidha wataoga lile kombe ama utachukua zile nguo zao utafulia kwa maji ya lile kombe biidhnillahi taala. Ukifanya kwa njia hii na kwa utaratibu huu, watu wao haraka sana wataelewana na watapatana na watakuwa kama zamani biidhnillahi taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.